Guys, huyu ni msimuliaji wako Kebe TZ. Tunaenda kuanza simulizi yetu mpya. Hii ni sehemu ya kwanza. Cha kufanya subscribe, like, turn on notification ili kwa kwanza kupata simulizi zingine na zingine. Pia like, comment, tujuze ni nini tukifanye, nini tubadilike, wapi kosa gani tunalolifanya. Kama unaona kuna chochote kile tunachokosea, tunachoenda kinyume na vile ambavyo unatarajia wewe, una comment hapo, twende nayo. Usiku ulikuwa mzito, upepo ukivuma taratibu kama unaleta ujumbe wa siri. Neema alikaa pembeni ya kitanda chake, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Simu yake iling'aa tena, ujumbe ule ule: naomba nafasi ya mwisho, nipe tena. Alishusha pumzi. Huu haukuwa ujumbe wa kawaida, ulikuwa umetoka kwa mtu aliyewahi kuwa kila kitu kwake, mwanaume aliyempenda kwa moyo wake wote, lakini pia ndiye aliyemvunja vibaya kuliko mtu yeyote. Ilikuwaje? Miaka 2 iliyopita, Neema alikuwa msichana mwenye ndoto kubwa. Alikutana na Kelvin chuoni. Ndani ya muda mfupi tu waligeuka na kuwa wapenzi. Walipendwa na kila mtu. Kevin alikuwa mcheshi, mwenye maneno matamu, na alijua jinsi ya kumpa Neema hisia ya kuwa wa kipekee. Lakini nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na siri. Siku moja Neema alipokea picha isiyotarajiwa, Kevin akiwa na msichana mwingine, wakionekana karibu kupita kiasi. Moyo wake ulivunjika. Alimkabili Kelvin. Badala ya kuomba msamaha, Kelvin alimlaumu yeye. Huna imani na mimi? Basi achana na mimi. Na hivyo ndivyo walivyoachana. Sasa baada ya miaka 2 ya ukimya, Kevin amerudi, na sio tu amerudi, anaomba nafasi ya pili. Nipe tena. Neema alifunga macho yake, akijaribu kupambana na hisia zilizokuwa zikimrudia upya. Je, mtu anayekuumiza anaweza kubadilika? Au hii ni njia nyingine ya kuvunjwa tena moyo? Simu ilitetemeka tena. Safari hii ilikuwa simu inaita. Ni Kevin. Moyo wa Neema ulianza kudunda kwa nguvu. Aishike au aipuuze milele? Na itaendelea. Guys, unaionaje hii? Comment hapo, tuambie ni nini umekiona kipo vizuri, ni kipi unaona kiko sawa. Mwendo wa mahaba. Like, share, subscribe, turn on notification ili kwa kwanza kupata video zetu. Baada ya kusema hayo, sina la ziada, ila naweza nikasema bye.